kufuatia tukio la gari la mkuu wa wilaya Siha mkoani Kilimanjaro kupakizwa jeneza lililokuwa na mwili wa kijana mmoja anayedaiwa kuwa alifariki kwa ajali ya pikipiki baada ya kugongwa na gari la polisi. Uongozi wa wilaya hiyo umesema jeneza hilo limewekwa juu ya gari lao baada ya baadhi ya vijana kutoa mashinikizo mawili wakitaka ufanyike ununuzi wa pikipiki mpya kabla ya mazishi hayo hayajafanyika. Mkuu wa wilaya hiyo Dr. Christopher Timbuka akizungumza na Gadi TV Juni 17, 2026 wilayani humo amesema kuwa shinikizo la pili walilotoa vijana hao ni kutaka jeshi la polisi liwaachie huru marafiki zao ambao walikamatwa wakati wakiwa njiani wakiusindikiza mwili huo, jambo ambalo lilifanyika, lakini shinikizo la kwanza likapelekea sintofahamu zaidi na vurugu kutokea katika eneo la msiba. Aidha, Dr. Christopher amesema kuwa watu kadhaa wamekamatwa na jeshi la polisi wilayani humo kwa hatua kali za kisheria kwa lengo la kuweka funzo ili tukio la namna hiyo lisiweze kutokea tena katika eneo hilo. Hii ni Gadi TV. Tulikuwa na tukio la kufanya mazishi ya kijana mmoja aitwaye Emmanuel Mwanri ambaye alipata ajali ya pikipiki akiwa wilayani Rombo mkoa huu wa Kilimanjaro. Na katika kwenda kuchukua mwili kutoka hospitali ya KCMC, vijana wengi wenye pikipiki walijikusanya kutoka maeneo tofauti tofauti ikiwemo mkoa wa Arusha na mkoa wa Kilimanjaro kwa maeneo ya Mwika na maeneo mengine pamoja na Siha. Na baada ya kuonekana wingi wao, askari wetu waliona kwamba sio vema kufunga barabara ya Moshi Arusha au kuzuia shughuli nyingine kuendelea katika hospitali ya KCMC. Kwa hiyo waliwasihi wale vijana waondoke waende kujiandaa na kuanza kwa msafara wao kuanzia eneo la Boma Ng'ombe kwenda Sanya Juu. Lakini kuna baadhi ya vijana walikaidi na katika hao vijana 10 walikamatwa na kuweza kushikiliwa. Na wengine waliendelea kutii maelekezo, walikuja mpaka eneo la Boma Ng'ombe na kuja kuanza msafara wao pale. Lakini walipofika kwenye eneo la mazishi katika kijiji cha Ngirinyi kilichopakana Itakata na Sai, vijana hao walianza kuleta madai, mojawapo ikiwa ni kwamba wanataka wenzao waliokamatwa waachiliwe kwa kuwa walikuwa wafanyi fujo, na tulifanya jitihada za kuwasiliana na wenzetu wa polisi mkoani na wale vijana waliachiliwa. Lakini baada ya pale vijana walikuja na madai mengine kwamba wanataka mazishi yasifanyike mpaka wenzao watakapokuwa wamefika kwenye eneo la mazishi. Tulikuwa haina tatizo hilo, tukakubaliana ili kutumia busara kwa kwamba tuwasubiri, na wakati wao tunawasubiri hao vijana waliokuja na maiti waliweka jeneza la kijana huyu marehemu juu ya gari ya mkuu wa wilaya kwa madai kwamba lisitoke mpaka vijana wenzao watakapokuwa wamefika kwenye eneo la mazishi. Tulitumia busara, vyombo vya usalama vilikuwepo, lakini tulikuwa tuwaache wafanye hilo. Na baada ya kufika wale vijana wenzao kutoka Moshi, basi wakaja madai mengine kwamba wanataka mpaka pikipiki ya kijana ambayo ilihusika kwenye ajali na ambayo iliharibika iletwe ikiwa mpya. Tukaambia kwamba tutafanya utaratibu baada ya mazishi, lakini wao wakataka pikipiki ipatikane muda huo hapo kwenye eneo la mazishi, jambo ambalo lilikuwa ni gumu. Na kwa sababu muda ulikuwa umesogea na giza limeanza, tukaona kwa vile ile lazima tutumie njia ya pili ambayo ni kuhakikisha kwamba tunateremsha mwili kutoka kwenye juu ya gari ya DC ili mazishi yaweze kufanyika na shughuli nyingine ziweze kuendelea. Ndio jambo ambalo lilifanyika. Kwa hiyo tulitumia nguvu ya kikadiri kuweza kuwatawanya na kuweza kuteremsha mwili toka kwenye gari na kuweza kuendelea na shughuli za mazishi, na tulifanikiwa kumaliza mazishi japo kwa kuchelewa. Na baada ya mazishi hayo kuna baadhi ya watu ambao walikamatwa, wachache walikamatwa, wanahojiwa, lakini tutaendelea pia kwa msako unaendelea kwa wale wengine ambao wamehusika. Kwa sababu bahati nzuri picha mbalimbali, picha za kawaida za mnato na picha za mjongeo zipo. Tuendelea kufanyia kazi kuweza kujua ni watu gani walihusika ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Jambo kubwa ambalo tuliona katika kundi hilo ambalo lilileta vurugu katika eneo la mazishi ni vijana waliokuwa wametumia vinywaji vilevi aina mbalimbali ambao ndio walikuwa wanahamasisha na kuleta vurugu na kukosesha utulivu katika eneo la mazishi. Kwa hiyo sisi tumeendelea kuwasihi vijana na wengetu wengine kujiepusha na matumizi yaliyopitiliza ya vilevi vya aina mbalimbali ikiwemo madawa kulevya pamoja na pombe za aina mbalimbali. Na pia tunaendelea na misako katika maeneo mbalimbali, katika maeneo ambayo yanahisiwa kwamba labda yanauza au kusambaza madawa hayo ili kuweza kudhibiti matumizi ya dawa hizo katika wilaya yetu ya Siha. Lakini serikali peke yake bila ushirikiano na jamii haitaweza kufanikiwa. Kwa hiyo tunaomba kuwasihi sana
wazazi, ndugu, jamaa, marafiki na viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa na wadau wengine wote kama taasisi mbalimbali kuweza kuwahamasisha na kuwaelimisha vijana juu ya madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Na tunaendelea na misako na wale ambao watapatikana wakiwa wanafanya shughuli hizo, hatua zitaendelea kuchukuliwa. Tumekuwa tukifanya hivyo, lakini tunaona wimbi la matumizi linazidi kuongezeka. Kwa hiyo natoa wito kwa vijana katika wilaya ya Siha waweze kujiepusha na matumizi haya ya mihadarati na dawa za kulevya.